Nashukuru sana mpenzi mtazamaji, kwa sababu kwa mara nyingine umeweza kutenga muda wako tuweze kuungana pamoja nawe tuweze kufunga mwaka huu. Umekuwa mwaka mrefu, mwaka wa 2024. Umekuwa mwaka mrefu kwa watu wengi. Matukio mengi yameweza kutukia katika maisha yetu. Kuna watu ambao umekuwa mwaka wenye mibaraka, umebarikiwa na mambo kadha wa kadha. Pengine ulikuwa na maombi, ulikuwa unaombea jambo fulani, na kwa upendo wake Mwenyezi Mungu ukaweza kutimiziwa. Ni wakati mwafaka tuweze kurudi, tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya mafanikio hayo. Lakini pia kuna wengine ambao wamekumbwa na changamoto za hapa na pale. Tena ni kualike ili tuweze kurudi kwake Mwenyezi Mungu, tuweze kumshukuru kwa sababu ya kuweza kutufanikisha kupita katika zile changamoto na kutupa uhai siku hii ya leo. Hebu tazama, tunaelekea tamati. Mwaka unatamatika, mwaka unakamilika, na sisi sote tupo hai. Kuna wengine pengine wana maumivu. Wewe una maumivu, umekuwa mgonjwa, unazidi kupata nafuu. Ni sababu mwafaka sisi kuweza kurudi na kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi hiyo ya kipekee. Nimewaalika ili leo hii waimbaji hawa wanapotubariki na nyimbo zao, wanakwaya kutoka kanisa la North View kule Kamulu. Naomba kwamba uweze kubarikiwa na nyimbo hizi. Na unapobarikiwa na nyimbo hizi, ikiwa una sababu ya kuweza kumrejeshea Mungu shukrani, tunakupa namba zetu za paybill, namba za M-Pesa. Kwa vyovyote vile unasema kwamba stesheni ya Hope Channel Kenya imekuwa yenye mibaraka kwetu mwaka mzima. Kipindi cha sifa kimekuwa chenye mibaraka kwetu mwaka mzima. Tumeletewa nyimbo, imetubariki na vipindi tofauti tofauti. Basi unapobarikiwa pale nyumbani, unapoandaa mapochopocho, wengi wanaandaa mapocho, meza imeandikwa pale nyumbani, unapobugia chakula ile, basi kumbuka kuweza kutubariki kwa chochote kile ambacho utakuwa pamoja na uko nacho, pengine 50, 100, 200, 1000, 2000, 3000, chochote kile. Inatupa nguvu sisi mwaka wa 2025 kuweza kurudi kwako kwa nguvu zaidi. Tualike wanakwaya waje hapa watubariki kama waimbaji wa leo, na pia tupate nafasi ya kipekee kuja popote pale ulipo. Manake hatutaki kukaa kwenye studio tena, tunataka kuja ulipo. Basi tumia zile anwani zetu ambazo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako uweze kubarikiwa na kutubariki nasi. Lakini kwa sasa waimbaji hawa wana North View wanakubariki kwa nyimbo hizi chache unapoendelea kubarikiwa pale nyumbani. Has come in his mighty power and spoken peace to my soul, and all of my life from that very hour I've yielded to his control. I've yielded to his control. Wonderful, it is wonderful, it is marvelous and wonderful. Jesus has done for this and for my soul. The heart has never been told. It is wonderful. It is wonderful. It is marvelous and wonderful. Wonderful. What Jesus has done for this soul. Never been told. 'Twas only a foretaste of joys divine in Canaan waiting for me, where sweetest of honey and milk and wine are dripping from every tree. God dripping from every tree.
From glory to glory He leads me on, from grace to grace every day. And brighter the glory dawns, while pressing my homeward way, while pressing my homeward way. Wonderful, it is wonderful, it is marvelous and wonderful, what Jesus has done for us and for my soul. The heart was never been told. It is wonderful, it is marvelous and wonderful, wonderful, what Jesus has done for this soul of mine. The half has never been told. If fellowship here with my Lord can be so inexpressibly sweet, oh, what will it be when His face we see, when round the bright throne we meet, when round the bright throne we meet. Wonderful, it is wonderful, it is marvelous and wonderful, what Jesus has done for us and for my soul. The heart has never been told. It is wonderful, it is marvelous and wonderful, what Jesus has done for this soul of mine. The half has never been told. Wonderful, it is wonderful, it is marvelous and wonderful, what Jesus has done for this and for my soul. The half has never been told. It is wonderful, it is marvelous and wonderful, what Jesus has done for this soul of mine. The half has never been told. There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow or pain, no hearts that are bleeding and broken, no song with a minor refrain. The clouds over earthly horizon will never appear in the sky, for all will be sunshine and gladness, with never a sober sigh. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in the beautiful city of God. We'll never pay rent
The taxes will never come due. Our garments will never grow threadbare, but always be fairless and new. We'll never be hungry nor thirsty, no languish in poverty there. For all the rich bounties of heaven, His sanctified children will share. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in the beautiful city of God. There'll never be crepe on the doorknob, no funeral train in the sky, no graves on the hillside of glory, for there we shall never more die. The old will be young there forever, transformed in a moment of time. Immortal may stand in His likeness, the stars and the sun to outshine. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in the beautiful city of God. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in the beautiful city of God. Na mtazamaji, tunazidi kubarikiwa na nyimbo kutoka kwa waimbaji hao kutokea kanisa la Northview. Nashukuru kwa sababu mliweza kutenga muda wenu wana Northview. Mnapo kutenga muda wenu kuweza kutubariki na nyimbo zenu. Nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba katika msimu huu wenye sherehe nyingi ni vizuri kwamba uweze kumakinika katika mambo tofauti tofauti. Ikiwa wewe ni dereva, basi kuwa mwangalifu barabarani. Manake sasa katika msimu huu wengi sana wameweza kupoteza maisha yao barabarani. Na inatokea kwa sababu ya mambo mengi tu. Pengine kuna wale madereva ambao ni wachovu. Umeenda kwa sababu unataka kuenda mara kadhaa kubeba abiria, kwa sababu watu ni wengi barabarani, unakosa kupumzika. Basi uchovu unawalemea, unapata kwamba wengine wamesababisha ajali. Kuna wengine ambao wanabugia vileo. Ulevi umepelekea wengi sana kupoteza maisha yao barabarani. Tunakusihi tu kwamba sio vyema kuweza kubugia kileo.
Ni vizuri uweze kuzingatia abiria ambao umewabeba, kwa sababu maisha hayo yote yanakutegemea wewe. Kwa hivyo kuwa mwangalifu barabarani. Na kuna mambo mengine tu, vijana pengine na wengine ambao wanaingia katika anasa, kumbuka tu kwamba usije ukajutia maisha yako yote kwa sababu ya anasa ya muda mfupi. Kuwa makini, kumbuka majuto ni mjukuu. Haya, waimbaji hawa wanazidi kukubariki. Sema pamoja nasi, tumia namba ambayo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako ikiwa ungependa kutuma salamu, kuwajulia wapendwa wako, kuwatumia salamu za risala za heri njema. Basi tumia nambari ambayo tumekupa pale, tuambie wewe ni nani, unatokea maeneo yapi na ungependa kumsalimu nani ama kumtakia nani risala hizo za heri njema. Unapofanya hivyo, mimi nazidi tu kukupa nyimbo chache kutoka kwa waimbaji hawa. Baadaye kidogo nitarejea hapa tuweze kupumzika kidogo, lakini kwa sasa hebu barikiwa pamoja nami. Beautiful road so white, beautiful land of light, beautiful home so bright, where there shall come no night. Beautiful crown I'll wear, shining with stars all there, yonder in mansions fair, gather us there. Beautiful roads, beautiful land, beautiful home, beautiful bride, beautiful crown, shining so fair, beautiful mansion bright, gather us there. Beautiful thought to me, we shall forever be thine in eternity, when from this world we're free, free from its toil and care, heavenly joys to share. Let me cross over there, this is my prayer. Beautiful roads,
Hello, my name is Samuel Misiani, the President of West Kenya Union Conference, bringing to you season's greeting during this time of festivities. I want to share with you a thought from the Word of God that is very important. Jesus once sent his disciples for a mission. You can read that in Luke chapter 9, verses 10 onwards, and you can read it in Mark, you can read it in the book of Matthew. But I'm picking this story from when they came back from the mission. The Bible says the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I know that this festivities time is a time when some of you, particularly the youth in our church, are going to get very, very busy. This is the time when you're going for various missions. Some of you are already doing evangelism in different places, and that is good for you. But for the pastors, you who have been so busy the whole year, this year has been a great time for mission. We started with family evangelism, we went into homecoming, then we did the youth, and then by December we finished the child evangelism. The children were out evangelizing, and so you have been so busy. The Lord said the disciples brought back the information, they evaluated the work, and it was very good. I want to say, by the grace of God, that the work you have done this year has been very good. Your involvement, your prayers, everything that you have done is not in vain. Heaven has taken note of your ministry this year. But it was the Lord himself who said, Come a while, let us go to a private place and rest a while. Get some rest. Because 2025 is going to be a great year for mission. Remember, we have been working on ECD, Impact 2025. Everything that we have done is going to be culminated in the year 2025. For now, may you take some time and rest. Be with your family, reflect on what the Lord has done in your life, visit those whom you are not able to visit, but above all, keep yourself meditating on the Word of God. Be safe, travel safely, relax, rest, rejuvenate, get courage, strength, pray as we wait for the year 2025. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen. When all my labors and trials are o'er, and I am safe on that beautiful shore, just to be near the dear Lord I adore, will through the ages be glory for me. Oh, that will be glory for me. When by the gift of His infinite grace I am accorded in heaven a place, just to be there and to look on His face, will through the ages be glory for me. Oh, that will be glory for me. Glory for me.
shall look on his face. That will be glory for me. Friends will be there I have loved long ago. Joy like a river around me will flow. Yet just a smile from my Savior I know will through the ages be glory for me. Oh, that will be glory for glory for glory for glory for glory for glory for. When by his grace I shall look on his face. That will be glory for me. Oh, that will be glory for glory for glory for glory for glory for glory for. When by his grace I shall look on his face. That will be glory for me. Oh, that will be glory for glory for glory for glory for glory for glory for. When by his grace I shall look on his face. That will be glory for me. I trust in God wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. For come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me, He cares for me. On mountain peak or on the stormy sea, the stormy sea. Though billows roll, He keeps my soul, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. He makes the rose an object of his care. He guides the eagle through the pathless air, and surely He remembers me. My heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me, He cares for me. On mountain peak or on the stormy sea, the stormy sea.
I trust in God, for in the lion's den, on battlefield or in the prison pen, through praise or blame, through flood or flame, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me, He cares for me. On mountain, peak or on the stormy sea, the stormy sea. The billows roll, He keeps my soul, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. The valley may be dark, the shadows deep, but on the shepherd does His lonely sheep, and through the gloom He leads me home. My heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me, He cares for me. On mountain, peak or on the stormy sea, the stormy sea. The billows roll, He keeps my soul, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me, He cares for me. On mountain, peak or on the stormy sea, the stormy sea. The billows roll, He keeps my soul, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Mpenzi mtazamaji, naomba kwamba tuweze kupumzika kidogo. Najua kwamba watu wametulia. Kuna watu ambao wamepumzika pale chini ya mti, pengine na mpendwa wako pale, mnapata guzo kidogo, mazungumzo ya hapa na pale. Sauti hii ama nyimbo hizi unaisikia tu kwa mbali. Nashukuru kwa sababu unabarikiwa licha ya kwamba uko pale kwenye kivuli kizuri mnaposherekea kidogo. Kuna wale ambao akina mama, akina dada wako jikoni, wanaandaa mapochopocho, vyakula vya hapa na pale. Sauti hii pia wanaipata wakiwa pale jikoni. Nashukuru kwa sababu kipindi hiki kinazidi kukubariki. Na waimbaji hawa, nyimbo tulivu, nyimbo tenzi za rohoni zinakubariki. Na pia wale ambao wapo sebuleni wanatazama kipindi hiki moja kwa moja, vile vile tunawakumbuka na tunawatakia kila laheri. Tunapoenda katika pumziko, wafuatao wametuma risala zao za heri njema. Hebu tazama. Hi everyone, my name is Josephine Oyucho and I'm here to wish you happy holidays and a happy new year. Remember to keep safe. God loves you and pray more. Mpenzi mtazamaji, nina furaha kubwa sana kuweza kujumuika nawe siku ya leo. Mwaka wa 2024 umekuwa mwaka mzito, mwaka mrefu, labda katika mambo mengi ambayo tumeweza kupitia, lakini tunashukuru kwamba Bwana ametuwezesha kufika mwisho. Ninakutakia heri njema katika msimu huu wa sherehe na kuweza kusafiri na kukaa na wapendwa wako. Mungu akuwezeshe uweze kuvuka salama. Heri njema ya sherehe za mwaka huu wa 2024. Kwa majina ni Timothy Kiplagat Komen. Nawatakia heri na fanaka msimu huu wa sherehe, na
mwaka mpya wenye mafanikio 2025. 2024 is fast coming to a close. It has not been an easy year, but we give glory to God because He has given us strength to go through the most difficult of times. And even now, as we come to an end, during these festive times, let's do everything to the glory of God. Karibu tena katika kipindi hiki tuweze kubarikiwa tunapozidi kutumainia kwamba Mwenyezi Mungu atatuvusha salama. Manake mwaka mpya ni siku chache tu zimesalia, iko mbele yetu, tunaitazama. Kama Musa alivyopanda juu ya mlima na kutazama nchi mpya, nchi ya ahadi, nasi tunaitazama mwaka mpya na kutaka na kuomba kwamba Mwenyezi Mungu atujalie heri njema tuweze kuvuka na kuona mwaka huo wa 2025. Natamani kwamba uweze kuwa pamoja nami mwaka huo, tuweze kusherehekea, tuweze kubarikiwa mwaka mzima. Sasa hivi nawapa waimbaji hawa tena nafasi ya kipekee waweze kukubariki na nyimbo zao, lakini kumbuka kwamba mibaraka yako tunaipokea kwa mikono miwili kupitia anwani hizi ambazo tumeweka pale kwenye runinga yako. Paybill number ndio hiyo. Unapobarikiwa, unaposherehekea, kula chakula kizuri ambacho kimeandaliwa pale nyumbani, usile peke yako, usije ukawa mchoyo. Manake hata sisi tuko hapa tunakuhitaji. Hebu tuma chochote kile ulicho nacho kwenye paybill number hii. Hii itatusaidia sisi kuweza kuja kwako 2025. Tunataka kutoka studio. Tutakuwa studio na pia tutakuwa tunakuja ground. Manake wanasema lazima tuje kwenye ground tuone kama ground iko aje, kama inateleza mambo yako sawa. Sasa paybill ndio hiyo. Sisi mwaka mzima 2025 tutakuwa tunatembea tu. Leo tuko maeneo ya kati, pengine wakati mwingine tuko maeneo ya bonde la ufa na maeneo tofauti. Unapofanya hivyo, ndugu yangu, barikiwa na nyimbo hizi chache. Who is Jesus waiting just outside the door? Who is he that's knocking? Has he knocked before? Rise and by him enter in. Peace and hope he'll bring. 'Tis thy Savior knocking. 'Tis thy Lord and King. Let him in. He waits outside the door. Let him in ere he departs to return no more. Don't you hear him saying, "Come, oh come to me. 'Twas for you that I died, I hung on the tree. Come and see my hands and my side.
look on me and live. Though your sins be many, pardon I shall give. Let him in, let him in. He waits outside the door. Let him in, and he departs to return no more. Still his voice is calling, calling. Sweet the tones and low. Bid him enter quickly, quickly. There he turns to go. Past his pleading, pleading vain. Must he then depart? All because his pleading, pleading reaches not your heart. Let him in, let him in. He waits outside the door. Let him in, and he departs to return no more. Sometime you'll be waiting, waiting just outside the gate. Sometime you'll be pleading, pleading, then 'twill be too late. Now accept your heavenly guest. He'll forgive your sin while he still is waiting, waiting. Rise and let him in. Let him in, let him in. He waits outside the door. Let him in, and he departs to return no more. Let him in, let him in. He waits outside the door. Let him in, and he departs to return no more. I will meet you in the morning by the bright riverside, when all sorrow has drifted away. I'll be standing at the portals when the gates open wide, at the close of life's long dreary day. I'll meet you in the morning, meet you in the morning. How do you do? How do you do? And we sit down by the river, sit down by the river, and we rapture on the Queen's renew. You know me in the morning, in the morning, in the morning, by the smiles that I wear, smiles that I wear. When I meet you in the morning, in the morning, in the morning, in the city that is city built for square.
I will meet you in the morning in the sweet by and by. And exchange the old cross for a crown. There will be no disappointments, and nobody shall die. In that land when life's sun goeth down, I'll meet you in the morning, in the morning, with a how do you do, and we'll sit down by the river, and we'll rapture on the Peter's renew. You know me in the morning, by the smiles that I wear, when I meet you in the morning, in the city that is city gives us way. I will meet you in the morning at the end of the way, on the streets of the city of God, where we all can be together and be happy for I, while the years and the ages shall roll. I'll meet you in the morning, with a how do you do, and we sit down by the river, and we rapture on the Peter's renew. You know me in the morning, by the smiles that I wear, when I meet you in the morning, in the city that is city gives us way. I'll meet you in the morning, with a how do you do, and we sit down by the river, and we rapture on the Peter's renew. You know me in the morning, by the smiles that I wear, when I meet you in the morning, in the city that is city gives us way.
prepareth a table before me in the presence of my enemies. Oh, He anointed my head with oil, my cup it runneth over. Surely goodness, mercy shall follow me. And I shall dwell in the house of the Lord forever and ever, forever and ever. And I shall dwell in the house of the Lord forever and ever, forever and ever. Amen, amen, Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Wonderful grace all sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, preaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea.
than the mighty rolling sea, the rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi tunapofunga mwaka huu, na imekuwa mibaraka kuwa pamoja nawe tangia Januari, tukaingia Februari, Machi, Aprili, mwezi wa Mei mpaka tumefika mwezi huu wa 12. Imebasalia siku chache tuweze kuvuka mwaka. Mimi nakutakia kila laheri. Sio mimi peke yangu bali kikosi kizima cha Hope Channel. Tunakutakia kila laheri na tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu aweze kukupa uhai, tuweze kuungana tena pamoja mwaka wa 2025, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tumepanga kuweza kuifanya na kuitenda pamoja. Kwa mfano, tunapofungua mwaka mwezi wa Januari kuanzia tarehe 25 pale, tunataka tuweze kuelekea maeneo ya Turkana. Wewe ulituwezesha kwa hali na mali, na sasa muda mwafaka umefika. Tunataka tusafiri kwa wiki 2, tuweze kuungana na hawa ndugu zetu, tuweze kuwabariki kwa maji, tuweze kuwabariki kwa madawa, tuweze kuwabariki kwa vyakula na mambo mengi sana. Wiki 2 tutakuwa pale Turkana, lakini hatutakuwa wachoyo. Manake kipindi hiki tutaipeperusha moja kwa moja kupitia stesheni yetu ya Hope Channel. Usikose kuanzia 25 Januari mida ya saa 10 pale jioni mpaka saa 1:30 tutakuwa tunakubariki kwa mahubiri na mambo mazuri tokea kaunti ya Turkana, mji wa Lodwar. Tutakuwa mbali mpaka maeneo ya Kakuma. Naomba kwamba usikose kuungana pamoja nasi mwaka huo wa 25. Lakini ninapoondoka namwacha Teacher Sela na Teacher Ann. Teacher Sela anawatafuta watoto wote. Hivyo nakuomba kwamba ikiwa kuna mtoto yuko nje, mwite, mwambie kwamba sasa kipindi cha watoto kimewadia. Waweze kuja, waweze kufunzwa mambo mazuri ili tunapovuka mwaka tuweze kuvuka mwaka kwa mibaraka ya kipekee. Teacher Sela, Teacher Ann, kazi kwenu. Hello children. Hello teacher. Hello children. Hello teacher. How are you? We are fine. I'm also fine. So hello viewer, welcome to our today's activity. And today we are going to talk about the birth of Jesus. So welcome. Aya, so leo sasa tuko na equipment tofauti hapa, na zilifanyika wakati Yesu alikuwa anafanya nini? Anazaliwa. Hiyo usiku, si mnakumbuka Yesu alizaliwa na nani? Mama ya Yesu ni nani? Mama ya Yesu? Mary. Shine for Jesus every day. Na baba yake? Agal. Joseph. Shine
shine, shine, shine for Jesus every day. So huo usiku Yesu alipozaliwa, kuna hiyo huo wakati wa asubuhi, kuna watu walikuja kuona Yesu. Walikuwa kina nani? Kuna watu walikuja kumtembelea Yesu. Kuna watu walikuja kumtembelea Yesu. The three wise men. The three wise men. Na nani mwingine? Nani mwingine alikuja kumtembelea Yesu? Wakulima. So, sasa nataka tujue huu wakati Yesu alipozaliwa, watu walikuwa wanafanya kazi tofauti. Na leo niko na equipment tofauti. So, nitachukua equipment moja niwaulize wakati Yesu alipozaliwa. People were busy. So, hiyo equipment inamaanisha huyo mtu alikuwa anafanya kazi gani? Haya, equipment ya kwanza niko na hii. Hii ni nini? That's a rake. Ule mtu alikuwa na hii rake. Alikuwa anafanya kazi gani Yesu akizaliwa? Collecting grass and leaves. Shine, shine for him. Shine, shine, shine for Jesus every day. Haya, niko na pia equipment ingine. Hii hapa. That is a shovel. For digging homes for digging sand that it might be used to build houses. I shine for him, shine, shine, shine for Jesus every day. And then I have another tool here. What is this? Who can answer this? I need someone to answer this. Someone new. Maybe you can try. Hammer. Huyu mtu alikuwa na hii hammer. Alikuwa anafanya kazi gani? Building. That is carpentry. So shine for her, shine, shine, shine for Jesus every day. Then we have another tool here. Also, me as the teacher, I don't know the name. So who can recognize this? Yeah, you can try. It is a screwdriver. So the person who was using this, alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi gani? He was fixing things. Fixing things like? What was the person fixing? Tables. Do you agree with that? Yes. Do you agree with that? Yes. Now children, these tools showcase how busy we are for God. For example, I can give you an example of this hammer, the carpenter. Some of us here, our dads, our mom, sisters and brothers, they do these things. Ndio, wanasahau ya kwamba they can just at least kuweka tu time kidogo ya Mungu. Maybe 1 minute prayer, 1 minute for God, they forget. Now today, from these tools, we learn that we have different jobs. Our dad wanafanya, pia sisi watoto, si ndio? Unaenda unaamka asubuhi, unakimbia kucheza. Unaamka asubuhi, unafungulia TV kuwatch cartoon. Unafungulia TV, unakimbia kuendesha baiskeli. Unasahau ya kwamba there is 1 minute for God. Na nikisema 1 minute, I'm not limiting you to that 1 minute. Just create time for God. Don't be too busy all around. Unatoka hapa, unaamka, unakula, unatoka kukula, unachukua baiskeli, unatoka baiskeli, unaenda kupiga moshene, unatoka hapo, hapana. Ukiweka hizo business zako mingi, kwa hizo business, fix God in between. Unaomba, unaamka, unaomba, unaenda una freshen up, ukimaliza, unakula breakfast, ukimaliza, omba before utoke kwa nyumba yenu. Omba immediately, then you pray, then now you move. Fix God between your businesses. And also, you children, remind your parents. Wakati mwingi sisi binadamu ni watu wa kusahau. Tunasahau mara nyingi. Kwa hivyo pia wewe ukikumbuka you as a child, remember to tell your dad, Daddy, can we pray? Mommy, can we pray? That's very important. So from this activity, what do we learn? What do we learn from this activity? We should make time for God. We should make time for God. So shine for him, shine, shine, shine for Jesus every day. Any other lesson we learn from this? We should always put God first. We should always put God first. Now from this, let me give you a story.
story. Just listen carefully. Once upon a time, there was a family, Adventist family. The dad was an elder and the mom was a deaconess. And in front of their door, walikuwa wameweka letters, God first. So every day before the father goes to work, angetoka asome God first. That is G-O-D, God, and then F-I-R-S-T. But one day, alitoka tu hivi kwa mlango, he realized letter D imeanguka nini? Chini. So ikasomwaje? Go first. And akakasirika sana. Anachukua hiyo letter D, anaistick kwa mlango, inakataa. Anachukua letter D, anastick kwa mlango, ikakataa. Lakini kwa sababu ilikuwa familia ya Kiadventista, mtoto wake akatoka nje. Akamuuliza, daddy, umekumbuka kuomba? And then the dad realized hajafanya nini? Hajaomba. Akaita mtoto wake na the wife, wakaenda kwa bedroom, wakashikana mikono, wakapiga magoti, wakafanya nini? Wakaomba. And then the dad akatoka nje, akachukua letter D, anaweka salt tape, vile tu alistick hivi kwa mlango, ikafanya nini? Ikastick, ikarudi ikakuwa God first. And do you know what happened? Wakati tu alifika job, alikuwa late na job. And then the boss aka-fire him, akamwambia, you are fired, just go wherever you come from. But sasa akaenda mahali kwa ofisi yake kwenda kukusanya vitu, akapiga magoti, akaomba. Na vile alitoka nje, the secretary akaenda akaeleza secretary, and the secretary understood. The secretary went direct to the boss, akamweleza, this is what happened, this and this, because the boss hakuwa amempea chance ya kuji-explain, and the boss understood. And from the prayers, the man akarudishwa nini? Job. Boss alimrudisha job sababu aliona ya kwamba huyu mtu alikuwa anashughulika na mambo ya nini? Ya mbinguni. Kitu ambayo imefanya achelewe job ni letter D ambayo ilikuwa inaweka God first instead of go first. Kwa hivyo hii story yote imetokana na nini? Point ya Aldin. Aldin alisema we should always put God first. So from our story we learn that we should not go first. We put God first. In everything we do, we put God first. So mtazamaji, tumeona ya kwamba let's not be too busy for God. Let's remember to put God first. And that's the end of our activity. In a world that's full of voices seeking to kill me, in a world that's very busy chasing after life, I wanna know how to know the voice of God. I wanna know and follow God. In a world that's full of voices seeking to kill me, in a world that's very busy chasing after life, I wanna know how to know the voice of God. I wanna know and follow God. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to hear your voice. Tune my heart to follow. O-B-E-N-Y, obey your voice. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to hear your voice. Tune my heart to follow. O-B-E-N-Y, obey your voice.
know your voice. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to hear your voice. Tune my heart to follow. O-B-E-N-Y, obey your voice. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to hear your voice. Tune my heart to follow. O-B-E-N-Y, obey your voice. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to hear your voice. Tune my heart to follow. O-B-E-N-Y, obey your voice. Tune my heart to know your voice. Tune my heart to hear your voice. Tune my heart to follow. O-B-E-N-Y, obey your voice. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Tazama mamajusi kutoka mashariki kuelekea Yerusalemu wakisema. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu nyota ile ionekane. Yuko wapi aliyezaliwa mfalme? Kwa maana tumeona nyota yake mashariki. Ni nani huyo mfalme aliyenizidi mimi? Na mfalme mtukufu. Tungejua kwamba mtoto huyo angezaliwa Bethlehemu upande wa Uyahudi. Endeni Bethlehemu na amani, na mkishampata huyo mtoto nileteni nimsujudie. Mamajusi wakaelekea moja kwa moja hadi Bethlehemu. Tumewaletea tuni, dhahabu na manemane. Jina la Mungu lihimidiwe. Furaha yetu imetimia, tumemwona Mwokozi. Mamajusi wakaonywa na Mungu katika ndoto wasirudie Herode, wakapitia njia lingine. Na wewe msikilizaji wangu, uwe na furaha ya ukweli, furaha iliyo ya kupendeza, furaha ambayo haina mwisho, kwa sababu furaha ya kweli inaambukizana. Yeyote aliye na furaha ataambukiza na wengine. Furaha ya ukweli ina matunda mazuri ya uvumilivu na tunda lote la Roho. Mungu wetu aweze kukubariki unapokuwa na furaha na kutafuta furaha ya kweli. Nilitazama pale msalabani, mwana wa Mungu kaangikwa juu. Alilia, mbona waniacha? Kwa uchungu mwingi sana, ni huzuni kubwa. Nilitazama pale msalabani, mwana wa Mungu kaangikwa juu. Alilia, mbona waniacha? Kwa uchungu mwingi sana, ni huzuni kubwa. Ndipo wokovu wangu alinipa Yesu. Niko huru, alilipa deni langu, akaniinua toka matopeni. Nimekombolewa kwa damu yake. Ndipo wokovu wangu alinipa Yesu. Niko huru,
akaniinua toka matopeni, nimekombolewa kwa damu yake. Kwa bei ghali sana alininunua Yesu wangu, damu yake iliniosha dhambi, niko huru, nitanena hisani zake kuu kwangu. Kwa bei ghali sana alininunua Yesu wangu, damu yake iliniosha dhambi, niko huru, nitanena hisani zake kuu kwangu. Pale pale ndipo wokovu wangu alinipa Yesu. Niko huru, alilipa deni langu, akaniinua toka matopeni, nimekombolewa kwa damu yake. Pale pale ndipo wokovu wangu alinipa Yesu. Niko huru, alilipa deni langu, akaniinua toka matopeni, nimekombolewa kwa damu yake. Pale pale ndipo wokovu wangu alinipa Yesu. Niko huru, alilipa deni langu, akaniinua toka matopeni, nimekombolewa kwa damu yake. Pale pale ndipo wokovu wangu alinipa Yesu. Niko huru, alilipa deni langu, akaniinua toka matopeni, nimekombolewa kwa damu yake.
He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey. Jesus, my Savior, he took the burdens away. Jesus, my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the